Kama kawaida tunakwambia hii ni zaidi ya kawaida. Jina langu ni Hamad. Penda ni Telebisha CEO. It's been too long katika maisha tunakushana kusema kwamba vijana ni nguzo ama ni jamii ambayo tunasema ni viongozi wa kesho. Lakini siku hizi tunafika mahali tunasema vijana ni nguvu ya sasa na vijana ni viongozi wa sasa. Kwa hivyo ikiwa leo ni siku ya Jumanne na tuko na kijana kwamba ametoka kwa county, nimwambie bro na vitu vingi sana amekuwa akifanya katika maisha yake kawaida, maisha yake ya jamii, maisha yake ya hivyo tu, tujue nini kinachomsukuma afike penye amefika na afanye vitu ambavyo anafanya ambavyo atufunze. Kwa hiyo ni imani kama mara ya kwanza kutuangalia, kitu muhimu kumbuka kusubscribe, like na kushare, kwa sababu ukifanya hivyo itakuwa lolote linalopangwa linalotupwa katika mtandao wa Telebisha TV utakuwa wa kwanza kuweza kupata habari hizi na uweze kuwa inspired kabla kuja expert. Karibu. Ndio. Nashukuru. Mambo namna gani? Kamili. Mungu anasaidia. Ndio Kabisa. Niulize tu. Gatana ni mwanaharakati ama ni mwanasiasa? Gatana ni mwanaharakati. Mimi mwenyewe binafsi naitwa Abdalla. Wamekuwa wananiambia kwamba nafanana na babangu mzazi. Ndio. Kwa hiyo mzee alipoaga nikaamua kurithi jina lake kwa sababu hakujaliwa kutuachia mali vile za kusema kwamba nitarithi hiki. Ndio. Lakini kwa sababu ya jina lilokuwa nalo, maarufu aliyokuwa nao, nikasema kwa nini nisichukue jina. Ndio. Kwa hiyo nikachukua jina. Kwa sasa naweza sema katika harakati zangu natumia sana Gatana Ramadhani. Ndio. Ramadhani ilikuwa ni jina la mzee, Gatana ni jina la familia. Ndio. Na mimi natoka kaunti ya Kwale. Ni kijana ambaye anajaribu kupigania na kuonyesha jamii kwamba licha ya changamoto zozote unazopitia katika maisha, still bado wewe ndo nahodha wa maisha yako. Ndio. Kwa hiyo ukikubali changamoto zikuweke chini, utabaki chini. Alright. Ukizitumia changamoto kama njia ya kupiga hatua, basi mwisho wa siku utasonga. Mungu atabariki. Tunafahamu kwamba wanasiasa kwa kiwango kikubwa sana huwa ni wazee. Lakini pia imekuja ikagundulika kwa hizi siku za karibuni kuanzia mwaka 2013 mpaka leo tuko mwaka 2021. Wengi wa wale ambao wamekuwa kijitupa mistari ya mbele kupigania vitu za siasa ama vitu za siasa ama kupanga mikakati ya siasa ni vijana. Ndio. Gatana hujaachwa nyuma. Ndio. Labda kwa nini ukaamua uwe mwanaharakati wa kisiasa? Ni jamii kwa mgongo imekuweka ama ni maslahi? Mimi kwanza niseme kwamba hao wazee tunawazungumzia sasa hizi. Wao ndio wamesababisha vijana kuamka na kusema kwamba si kesho ila ni sasa hivi. Ndio. Kwa sababu wengi wao wamekuwa wanatumia vijana kama ngazi, wanawatumia vijana kama ngao ili wapate vile wanavyotaka, lakini once wanavyovipata huwa mara nyingi wanatumia misemo ambayo huwa inatuumiza sisi. Unajua ninapokufaulisha huwa natarajia na wewe nishike mkono. Lakini ukianza kuniambia kwamba ngoma watoto haikeshi, kila ninachokuletea naambia hakitofana, basi mwisho wa siku unanishawishi kusema kwamba kama nilikufikisha pale kwani mimi siwezi kisi. So at the end of the day nitajump kwenye hilo jambo ambalo nalifanya ili tuonane, mwisho wa siku tutabainisha nani mwenye ukweli na nani ambalo kwa ni muongo. Lakini naweza sema kikubwa zaidi hakuna uongozi wa kesho. If you want to serve your society, basi ni jukumu lako ufanye maamuzi hapo hapo. Kwa sababu inafika wakati sisi ambao tumepitia dhiki, tumepitia shida, tunaelewa jamii kuliko wale ambao wako mamlakani. Kwa sababu wengi hao wazee ambao wanawania viti, wengi ni watu ambao wako na mali zao. Kwa wanatafuta tu njia ya kuendeleza maisha yao, lakini hawana feeling with the society. Lakini sisi kwa sababu tunajua tunapitia mapiku kila kukicha, tunafeel kwamba kuna gaps nyingi ambazo hazija kuwa filled, na tunapoaddress wazee ili waweze kutusaidia hatuoni njia yoyote inayopatikana. Nikikupatia mfano tu unaweza sema swala la media ni swala moja kubwa, lakini katika online TVs ambazo unazijua wewe, wengi wanajitegemea kama vijana. Na wanasiasa huvitumia vyombo hivi kupeperusha habari zao. Lakini wanapopita ama wanapokuwa wanataka pia wanashindwa kuwajenga hawa vijana ambao wanafanya hili jambo ili nao wapate vipato, kwa sababu media ni biashara moja kubwa sana. Naweza sema Tanzania pamoja na Nairobi
media nyingi ziko successful kwa sababu wanapata endorsements za biashara nyingi. Kwa hiyo pia Lavishat ni mtu ambaye akiwezeshwa, akiwa na ofisi ambaye ameajiri zaidi ya watu 10, then at the end of the day tunaweza sema kwamba tunasonga pamoja. Lakini unapoona Lavishat like nikimpatia nafasi nikambe atakuwa bosi sana, tapeleka gari kubwa, then hiyo haimaanishi kwamba ni kiongozi. So ndio maana vijana tumeamua kwenda nao. Wadhani ni kitu gani chenye kinafanya vijana wengi wanakuwa wanatumiwa katika siasa wakiwa wao ni watu ambao wanapiga kura na ni watu ambao pia wanawasukuma viongozi na wanakimbia nyanjani kufanya mambo ya siasa yawe, lakini mwisho wa kwisha miaka nenda miaka rudi vijana wanakuwa wanalalamika, wanalia kiongozi huyu kiongozi huyu? Mimi niseme tu hivi kwamba mwaka 2022 ndio hautakuwa mwaka wa kiraisi vile. Nazungumzia hili kwa perception ya vijana. Naweza sema si pwani la Kenya nzima. Vijana wameamka. Na sababu kubwa ambayo imefanyisha waamke ni kwamba wametumika kwa muda mrefu. Ndio. Wametumika kusababisha fujo. Wametumika kupitisha watu, kura zao pamoja nguvu zao zimeweza kutumika, lakini imefika mahali hawaoni matunda ya kile walichokipanda. Kwa hiyo wameona kwamba haina haja tufanywe wajinga kwa muda mrefu. Acha tuamke, tuhamasishane kama vijana na pia hizi nafasi sisi tuziwanie. Kwa sababu sana imezidi sana. Na kadri tutakavyokwenda kwa mwenendo huu, huenda ile misemo inayotumika kwamba viongozi wa kesho isitimie. Tumeubadilisha sasa, tumesema ni sasa hivi. Hatuhitaji mambo ya kesho tena kwa sababu tumewapatia space kama kina baba zetu, kama kina mama zetu, tuone ni vipi watajali wana wao. Lakini wana paka saa hizi bado tutaabika na nguvu zetu zilitumika kwa njia moja ama nyingine. Kwa hiyo kwa masikitiko ni kwamba vijana saa hizi wamesema no. Nikikufuatilia katika one of your engagements ambazo umekuwa ukifanya katika mitaa ya Kwale na let's say Mombasa kwa jumla, coast nzima, umekuwa mstari wa mbele sana katika kuangazia ama kupambania vijana. Hadi kafika mahali katika ile historia ya baraza la vijana ukaweza kuchaguliwa ama kuteuliwa kuwa mwakilishi wa vijana katika youth bunge. Jukumu lako kubwa katika youth bunge ni gani? Na ukiwa pale katika youth bunge, do you have a feeling kwamba mnawasaidia vijana wenzenu ama vijana wanapata uhalisia wa kuwakilishwa? Asante, swali zuri sana brother. Mimi kwanza niseme niwapatie sana heko ndugu zangu wa Kwale Youth Assembly ambao walipata udhamini kupitia shirika moja linaloitwa Oslo Center. Naweza sema kipindi cha nyuma County Government of Kwale walijaribu kuform structure ya vijana. Lakini ikachagua paka president. Na katika ile structure pia nilibahatika kuchaguliwa kuwa ndani kwenye county level representative. Lakini ile structure bwana ilikufa na maji. Baada ya mafunzo yaliyofanywa sehemu zote, ile structure ilikuja ikapotea. Na the reason behind this naweza sema hawakuwa wanalifanya kwa moyo wa kumuinua kijana, lakini ilikuwa wanalifanya for the sake of publicity. So at the end of the day, kwa sababu malengo yao hayakuwa kumuinua kijana, ile structure ilisambaratika. Paka saizi group yani pia nilileft mimi na mambo mengine. So ili bunge la vijana lilipokuja, Mwenyezi Mungu ni mkubwa akanijalia nikabahatika pia nikachaguliwa kama mwakilishi wa Bongwe Gombato Ward. Na kwa ukweli kabisa naweza sema Kwale Youth Assembly is real. Na lengo lake kubwa ni kupaza sauti za vijana. Kwa sababu imefika mahali kwamba kama nilivyotangulia kusema kwamba vijana tumedharaulika kwa muda mrefu, tunatukanwa majukwani. Kwa hiyo imefika mahali kwamba tunataka kuleta dialogue between us and the leaders. Kama ni kweli unataka tusaidiane, basi tujue nitabenefit vipi na utabenefit vipi kwangu. Kwa sababu tumewaona wenzetu tunawasukuma lakini nyinyi hamtukumbuki. Kwa ni njia moja ya kupaza sauti za vijana ili waweze kusikika. Na ndio maana kama unafuatilia vizuri bunge la Kwale, tunafanya kama vile bunge la serikali lilivyo. Yes, huwa tuko na parliamentary sessions kila baada ya muda, na parliamentary session huwa tuko na motion, tunapeana hoja, tunachangia mada, na pia tunajaribu kualika
wale viongozi ambao katika mamlaka, kama basi tunazungumzia swala la blue economy, basi tutafuta labda kama ni CS ama PS mwenye anadili na masuala ya blue economy, ili aweze kusikia vijana wanazungumza nini. Kama tunazungumzia masuala labda ni ya ugawaji wa pesa, basi tutafuta mhusika kamili hadi pale aweze kuja kutusikia tunafanya nini. Na mwisho wa siku naweza sema pia it's a platform ambayo imetuwezesha kufanya engagements na stakeholders tofauti wakiwemo Best Titanium. Ni watu ambao katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba Kwale Youth Assembly inafikia mafanikio yake. As we speak right now tunaandaa parliamentary session nyingine ambapo tutakuwa tunazungumzia masuala ya talents na ule mgao wa Best Titanium, labda percent gani inafaa kwenda kwa jamii, gani inafaa kwenda kwa serikali, kwa malengo ya kujua sisi kama vijana mkate wetu ni upi, kwa sababu kila siku tuambiwa kwamba mkate upo lakini hatuoni. Yes, correct. Nafahamu pia wewe naweza sema ni social media expert. Yes. Na umekuwa ukienda mbio nyingi kufunza vijana kuhusiana na masuala ya online, kuhusiana na masuala ya social media na vile mambo yanaweza kuwa. Turudi nyuma. Ndiyo. Nini kimekusukuma kwanza kupanda social media? Yes. Halafu tangu ulipoanza mpaka sasa kuna achievements umeona, natija, matokeo, mazao mazuri yanaanza kujitokeza? Swali zuri pia. Kaka, niseme kwamba kila mtu unayemuona anafanya jambo, kuna aina mbili ya watu. Aina ya kwanza ni yule anafanya kwa sababu ameambiwa afanye. Ndio. Alafu kuna mtu ambaye anafanya kwa sababu nafsi yake inamwambia afanye. Ndio. Kuna vitu ambavyo watu wengi hawajavijua uzito wake. Lakini kuna mtu mmoja ashaiandika kwamba believe in power of instincts. Kila kitu kinachokuja kwa fikra zako si urevu wako, isipokuwa ni Mungu ni kambi anakuambia kwamba hichi kitu kinaweza kukufaulisha. Kwa hiyo ukikidharau, mwisho wa siku unaweza jipata una hustle sana lakini hakuna mafanikio. Lakini ukijaribu kufuata zile instincts ambazo Mungu anakuletea, basi mwisho wa siku utajiona. Kwa hiyo mimi kuwa social media person ama social media manager, naweza sema ni kitu ambacho ilikuwa ni feeling niko nayo. Na nimefanya na mashirika mengi sana kama media personnel. Yes, na posti, tukienda kwa activity napiga picha nini na nini. Lakini naweza sema huko nyuma kote nilikuwa nafanya kama voluntary. Kwa sababu mimi ni kati ya vijana ambao sikuwa na kisomo kikubwa. Sikujaliwa kusoma pale ambapo napataka mimi nilikuwa nile. Na mpaka leo dream yangu mimi ni kusoma. Yes, kwa hiyo kila kipato ninachokipata najaribu kuangalia ile skill ambayo naweza ipata ili niweze kufikia. Kwa hiyo mashirika mengi naweza sema pia hayakuwa na uwezo wa kwamba huyu Gatana tumweke hapa tumlipe kitu fulani. Yes, kwa hiyo walikuwa ni ile mimi mwenyewe nimejipeleka na volunteer that department, nafanya kwa moyo mmoja kwa sababu naamini kwamba hichi ni kitu ambacho kitanitengenezea future yangu. Mimi ni kati ya watu ambao naamini kwamba kujitolea ni njia moja ya kutafuta kazi. Usinganganie ma applications nini na nini, lakini mwisho wa siku inajia kwa ionekani mahali. Huenda labda uko unajichelewesha wewe mwenyewe. Hebu jaribu kutafuta kampuni, tafuta shirika. Kama unaona kuna kitu you can offer to that organization, then do so. Ukifika pale utakachokifanya hakikisha unakifanya kweli. Ili ukisema mimi mwenzenu naenda zangu wazuiliwa mbwa tulia bwana, kuna kutoka. So wadhani social media yaweza lipa ama ni njia moja ya kuajiri vijana? Social media bro yalipa. Tena kwa asilimia kubwa sana. Ndio. Ni wahusie tu vijana wenzangu. If you have a smartphone my brother, kama una mtandao wako wa Facebook, una mtandao wako wa Insta, una WhatsApp, una Twitter, hebu jaribu kuitumia katika njia inayopaswa. Ndio. Nikisema njia inayopaswa ni kwamba ku like picha za warembo, ku comment kwa picha za warembo haitokusaidia jambo lolote, isipokuwa tu labda mtafuatana inbox, muonane, mtiane hasara bure, alafu mwisho wa siku mambo mengine yafuate. Lakini kama utajaribu kujifunza kuitumia social media katika njia inayopaswa, basi mwisho wa siku ina uwezo kuwekea mkate mezani. Mimi ni kati ya watu ambao niko na testimonials nyingi sana za social media. As we speak, mimi na wewe tayari ni mfano hai. Kukutana kwetu tumefahamiana mtandao. Na leo hii tumejaliwa tumekutana tunafanya interview. Kwa hiyo ina maana kwamba mtandao unapoutumia katika njia sahihi, basi utakuletea vitu sahihi.
ni juzi tu nimefanya launching yangu, lakini naweza kuambia 80% wenye wali attend ni watu walikuwa tujuani kwa macho. Alright. Ni watu ambao tumejuana mitandaoni, lakini walisema acha tukamsupport ndugu yetu. Kwa hiyo walipokuja ni ishara ya kwamba kumbe kile ninachokufanya kule nje kinaonekana. Tunavyozungumza naweza sema mimi ni blogger wa baadhi ya viongozi ambao wana majina yao tu. Lakini silifanyi lile kwa bure. Nalifanya kwa kulipwa. Kwa hiyo nimekaa nao tukakubaliana kwamba mimi nitalifanya, lakini hao utaniakia kitu fulani. Ndio. Okay. So tuingelelee tu hapo kwenye kuhusu kitabu chako na uzinduzi ambao ulifanya wiki moja nyuma iliyopita. Na haswa nataka kuunderstand kitabu hichi, na pia nataka kujua ni msukumo upi uliupata mpaka tuseme jinsi ya kutengeneza pesa mitandaoni and how we can make money. This is him. So inspiration ambayo ilikuja mpaka andika kitabu kizuri kama hichi tena kwa lugha ya Kiswahili. Labda ni nini? Mtazamaji najua yuko pale na angetaka kujua, because now this is the core thing ambayo imetuleta pamoja. Yeah, true. Mimi kwanza niseme kwamba uzinduzi wangu nilifanya wiki iliyopita, ilikuwa siku ya Jumamosi tarehe 17 na nilikuwa nazindua kitabu changu. Naweza sema siku zote ukitaka kutafuta mafanikio hautakikani kutegemea mtu yoyote. Okay. Ni uamini katika kile kitu ambacho unakiamini. Alafu usisubiri, jaribu kukifanya alafu muache Mungu afanye kudura zake. Ndio. Kwa hiyo pia mimi kuzindua kitabu hichi naweza sema mpaka leo hii naweza sema ni mafanikio makubwa sana nimeyapata katika maisha yangu. Because naweza sema nimestruggle kutoka mwanzo mpaka mwisho bila support ya wale watu ambao labda tu wanajua. Tunajua watu wengi wanapoona umefanya kitu labda najua nyuma kuna mwanasiasa ama kuna nani. Naweza waambia hii ni potential yangu na ni sacrifice yangu. Kile kidogo nilichokuwa nakipata ningeweza kukiwekeza hapa. Sababu ambayo imenisukuma kutengeneza hichi kitabu bro ni ile hali ya kwamba vijana tumedharauliwa kwa muda mrefu sana. Na cha kusikitisha viongozi wetu ambao tuliwapitisha wanaposimama majukwani sasa hizo wanatutuka na sisi, wanatuambia kwamba tunakula mogoka, tunavuta bangi. Si ni kweli lakini? Yes, hatujielewi. Lakini mimi ni kati ya watu ambao nasema kwamba hata ukimuona kijana amekosa kazi anafanya kile anachokifanya, unafaa ujiulize ni kitu gani kinamsukuma mpaka afanye kile. Mimi nina imani kila mmoja anayefanya kitu akifanyi kwa mapenzi. Nini sasa usimtoe pale alipoende mahali kwingine. Kwa hiyo nikagundua kwamba katika maskani nyingi mimi wanaketi maskani mara kwa mara. Katika maskani hakuna story nyingi pale za kuzungumza isipokuwa tu stories kwa na mwelekeo. Nikaona kwa nini siitumie opportunity nikiwa na nguvu na uwezo wa kuketi maskani niwabunie ndugu zangu jahazi ambalo linaweza kuwasukuma yeye katika njia moja ama nyingine. Kwa hiyo nikatengeneza concept inaitwa Digital Mtaani Initiative. Alright. Hii Digital Mtaani Initiative ni sehemu ambayo nimelenga kuwafundisha vijana wenzangu jinsi ya kutumia mtandao. Okay. Katika concept 5. Concept ya kwanza ni YouTube. Okay. As you know kwamba YouTube saizi is one of the global platform yenye kuna kipato kidogo. Yeah. Then nazungumzia masuala ya graphic and designing. Mimi naamini vijana wengi tunapenda kuamini kwamba kutengeneza poster ama kutengeneza logo mpaka niwe na computer ama niwe na laptop. Lakini mimi ni kati ya watu ambao nimeprove kwamba simu ya mkono, once it's a smartphone, then you are ready to go. Okay. Hauhitaji laptop wala computer. Na nimejaribu kuiverify kabla nianze kuipeleka mashinani. Kwa hiyo mimi mwenyewe kazi zangu nyingi nazozifanya za watu kupitia simu, nazifanya kupitia simu. Kwa hiyo nikaona kwa nini hii skill nisimfundishe kijana wa maskani. Huenda labda ameketi akapata habari ya kutengeneza poster, akapata 500 yake, labda akapeana 300 nyumbani, 200 akaketia maskani. Na ikawa jamii inabadilika. Concept ya 3 ambayo nimeweza kuiangalia katika digital mtaani masuala mazima social media management. Bro, saizi vijana wengi hawajijui kama wanafanya social media management. Umeelewa? Kwa hiyo wao wanaona like ili jina ni gumu. Yes, ama labda ni professionalism nyingine nzito, lakini wakati ni kitu anakifanya kila siku. Yes. Kwa hiyo nikaona kwa nini nisimfungue macho pamoja na kumtoa taka masikioni, nimwambie social media management ni hichi kitu unachokifanya kila siku. Kila siku ukiamka ukiposti picha yako umeenda beach, hiyo bado chenye unakifanya social media management. Kwa hiyo jaribu tu kukitransform kwenye kupublicize maisha yako binafsi, labda ya kuketi maskani, umeketi wapi,
mbona usikifanye katika njia ambayo itakuletea mkate mezani? Sasa najaribu kumuonyesha zile njia. Unaweza tafuta mwanabiashara ukapiga picha zake ukaweka ukamuuzia kitu, akapata 70% yako, ukapata 30%, maisha yakasonga. Ukajivolunteer kwa organization, labda ukawa social media person, na ukajaribu labda ku create contents za ile organization. Katika hawa upcoming politics wenye na leaders, aspirants wenye wanakuja, hawawezi kwenda kufanya mikutano alafu waje wajipostie. Wanahitaji watu wa kuwapostia. Kwa hiyo wakati wanaona potential yako, mwisho wa siku ata identify kwamba huyu anaweza nifanyia kazi. So unaweza songeshwa karibu, ukaanza kwenye 2000, mwisho wa siku ukajipata kwenye 2020 na kuendelea. Alafu concept ya 4 ambayo naizungumzia ni swala zima la website development. Brokers za website development iko na ule uhalisia kwamba ni taaluma ambayo inahitaji experts zaidi. Lakini kwa njia moja ama nyingine unaweza kuwa kigezo cha wewe kuleta kazi ya website development, alafu ukapata mtu mwingine ambaye akaifanya ile kazi na ukapata percentage yako. Then finally concept ambayo naizungumzia pale ndani ni masuala mazima ya academic ratings. Masuala ya uandishi katika njia moja ama nyingine, the blogging itself. Naweza sema ni njia moja ambayo niliona kwamba vijana wana uwezo wa kuifanya kwa nafasi kubwa sana. Kwa sababu naweza kuambia bro, wengi wetu kwa siku tunatumia more than 1 GB. Lakini, data. Lakini yani hatuna cha muhimu tunachokifanya. Tuingie tu tuangalie leo la vishato wamefanya nini. Sasa badala kwamba uangalie cha wenzako, jaribu kubuni chako pia watu wengine wa kuangalia. So mwisho wa siku naona kwamba vijana tuna uwezo mkubwa, lakini kule kutumia ule uwezo wetu tumekuwa tunashindwa. Kwa nikaona si kwamba hawajui, wanajua, lakini wanahitaji tu kule kukumbushwa. Kwa hiyo nikabuni hiyo njia, nikaenda nayo ground. Cha kushangaza, nilipobuni digital mtaani initiative, nimejaribu kutafuta viongozi wanishike mkono ili jambo lifanyike, kwa sababu nataka liende kwa jamii. Lakini bro, viongozi wetu ni wa maajabu sana. Yaani wanapojua kwamba wewe una lengo la kwamba usaidie jamii, hawakutaki. Lakini watakuembrace, wakuonyeshe kwamba tuko pamoja na wewe, lakini mwisho wa siku unaona miaka inasonga. Kwa hiyo hili wazo nilianza since 2017. Lakini bahati mbaya ama nzuri, nimekujalia kulifaulisha juzi. Na hii ni baada ya kwamba naomba nichukue nafasi hii kukongratulate Swahilipot. Hawa jamaa walileta programu yao inaitwa Pitching Thursday. If you are a youth, you have an idea, ambao unataka upitch mahali, basi wao wanakupatia opportunity. Kwa hiyo niliapply mara ya kwanza, nikafail, mara ya pili nikafaulu. So katika application yangu pia sikuwa na nguvu, kwa sababu ni ile anaenda tu nikajaribu. Na nilipofika pale, wenzangu wote kila mmoja introduction yake anakuambia mimi natoka MKU University. Huyu anakuambia natoka Nairobi University. Sasa nasema wenzangu haya majina waliona. Acha tu nijaribu mweke Mungu mbele. So at the end of the day, katika wale watu ambao walikuwa wanasikiza yale mawazo, then kuna mmoja alinifuata kando akaniambia, "Wajua bro, hiyo idea yako ni kubwa mzee. Hebu jaribu kuifanyia kitu. Nenda kufanya 1 2 3 4 6 and 7. Alafu uangalie." So nikaenda nikaliboresha lile wazo. Nikaja ile siku maalum, maajabu ya Musa bwana, nikawa mshindi ile siku. Au Nairobi yao waliotoka wapi wote niliwaachia pale, nikatawazwa mshindi. Kwa hiyo ndio ikanipatia nafasi, fursa na ile ari sasa kwamba kumbe mimi nadharau kitu changu na kitu kikubwa hichi. Kama kimepita hapa kwa watu wa Nairobi University, maana bro ulikuwa ukiangalia presentation zao ni wengi baridi, wachoka jamii, kuna mali naenda jamaa, yani mtu ankutolea paka hapo mzee. Lakini mwisho wa siku tunasema time speaks. Alafu wakati wa Mungu ni bora zaidi. Kwa hiyo Mungu labda alikuwa amesema ndio wakati wako Gatana, umefika. Nilipopata ule ushindi nikasema no way. Huu ushindi ni sababu ya mimi kurudi kwa jamii yangu nifanye kitu. So nikaenda kwa mtandao nikatangaza kwamba any organization ambayo inahitaji skill ya kadha naomba muni inbox, nitaifanya for free, sihitaji any charges. Kwa hiyo waliokuja inbox mara ya kwanza nilikwenda nikawafacilitate, lakini kadri ninavyokwenda nikawa natafuta stakeholder ambaye nitafanya naye kazi. Kwa hiyo kwa heshima ya mama ni Musimu,
alipoona ili wazo akasema mimi nita support activities zako within Kwale. Na tukafanya pilot. Kila sub county pale Kwale tumeigusa. So far naweza sema tumegusa almost 10 groups. Na tumeangazia sana zile arts groups kwa sababu ndizo zinahitaji sana hizi platform ili waweze kujijenga. So at the end of the day aliponipatia nafasi ya kulifanya lile jambo, after pilot sasa tukafanya postmortem. Kuna kipi ambacho tumekifaulisha na kipi ambacho ilikuwa labda kinatutatiza. So katika kile kitu ambacho ilikuwa kinatutatiza ndio wazo la kitabu likatokea pale. Kaona kwamba sababu mimi naenda kufacilitate kule bure bilashi. Nalipo transport na mama, ananitoa nyumbani ananipeleka pale. So at the end of the day nikasema kwa sababu mimi sijafanikiwa, niko katika harakati ya kutafuta mafanikio, kwa nini sibuni tool ambayo mimi itanifanyisha nifanye kazi yangu kwa urahisi. So nikaanza kudevelop ile kitabu changu pole pole. Script ya kwanza nikaileta kwa watu, ikakosolewa, nikaleta ya pili ikakosolewa, nikapeleta ya tatu ikakosolewa, ya nne ndio nikaamua this one is good. So nikawa pia na struggle kupata mtu atakayenipublishia kitabu kwa sababu mzee gharama kitabu si gharama kitoto. Ni kubwa ise. Ni mheshimu sana mke wangu. Yes, kwa sababu she's behind, naweza sema vitabu hivi slot yangu ya kwanza. Yeye ndio mtu ambaye aliniambia ili wazo sofa limepita na umelifanyia test limefaulu, basi mimi kile kidogo nilichonacho tutashikana tusukume. Kwa nikajaliza changu na chake tukaamua family life. So hiyo jaribu kuniambia kwamba nasemekana it's true kwamba behind any successful man there should be a successful woman behind. Of course yes. Yaani kuwa makini sana kumchagua mwanamke wa maisha yako. Sana sana kwa sababu ni wanawake wachache sana ambao wanahitaji kukuona ukipiga hatua katika maisha yako. So mimi nina kila sababu ya kumheshimu mke wangu kwa sababu naweza sema since the word go. Ndio wengine sasa wanasema unipatia gatana jeuri sana. Sio kwamba nilipatia jeuri. Alafu kuna wale wa zile za maskani zile tafuta kitu fulani jamaa kwamba basi itakuwa wewe. Alafu soja digo sisi. Ndio. Utaandika kitabu. Kitabu. Atuosi uandike kitabu. Angalia makusomesha tumani. Unajua hizo za kidigo hizo. Bro, yani acha kuzungumza maskani. Even my brothers and my sisters walikuvunja moyo. Yes, walinivunja moyo kwamba mzee achia kina ngungi wa Thiongo. Uendi mahali, hakuna mahali utaenda. Sasa naambia wajua kila mmoja ana ule upeo wake. Sasa hizi bro mimi nikienda kutrain napata urahisi kwa sababu kitambo cha wakati wa nyuma nilikuwa natumia nguvu sana za kueleza. Lakini sasa hizi nina urahisi wa kufanya jambo langu. Na train na mwisho wa siku nauza kitabu changu, naongeza bidhaa katika maisha yangu. Kwa hiyo naweza sema kwamba kuvunjwa moyo ilitokea sana. Kwa hivyo unamwambia yule kijana amekupa nje na kutazama, lakini lake kubwa yeye ni kulia, kulalamika na kujiona mnyonge kwa sababu kile analolifanya yuwapondwa. Ingawaje mimi nina msemo mmoja ambao siku zote unanisukuma na huu nitazidi kumtukuza Magufuli kwa yale busara aliyokuwa nayo. Na msukumo wangu mimi katika maisha mengi hata lavish artistry yake ni ndefu sana. Kwa tumvango kama hizi tusikia raha sometimes hatu kuanza jana majuzi. Mafanikio machache tunayosherehekea. Tumetoka mbali. Magufuli yakwambia utakapofanya jambo uone watu 10,000 ama watu 20 wakupigia makofi kataa. Chochote unachokifanya akipiga mtu kofi ama akishangilia kuna kitu umekosea. So anashangilia stupidity. Lakini siku yote kufanya jambo uone watu wote wanuna na wanaongea vibaya kuhusu lile jambo. Rudi tu chini kidogo jiulize mbona wameongea hivi, then tunaona ni wivu na roho mbaya ndio wako nazo. Bro mimi nitumie platform hii ya Lavishat TV. Niwahamasishe vijana wenzangu. Mimi kwanza kuna siku nitamuongea kijana vibaya kwa njia moja ama nyingine. Mimi nina imani pale alipo ni kwa sababu kwamba hajashikwa mkono. Na akishikwa mkono na uwezo kufanya jambo kubwa. Pili, najua yuko pale kwa sababu yuko na hofu. Jambo lolote unaweza kulifanya na likafaulu. Alafu nataka uamini kwamba kila mipango ambayo inaendelea katika hii dunia yote inafanyika kwa kudura za Mungu. So usijilaumu kwa pale ulipo. Una uwezo wa kusimama na ukafaulu katika maisha. Mimi ni kati ya watu ambao bro nimepitia rejections nyingi sana. Mimi nimeanza hustle zangu nikiwa mdogo sana. Bro nimeishi katika nyumba za watu zaidi ya 5.
lakini wengi niligundua wananitumia lakini hawanijengi. So nilipogundua hivyo nikaamua kusimama kando. Hawa niliokaa nao walitumia nafasi hiyo kunichafua. Walitumia nafasi hiyo kuambia jamii kwamba usimshike mkono. Walitumia jamii kusema huyu hakuna jambo atakaloweza kulifanya likafaulu. Huyo yuko hivi, huyo yuko vile. Mimi niko na almost 2 years I was down katika depression kubwa sana. Kiasi cha kwamba labda alikuwa ifike mahali pia ni commit suicide. Hayo mawazo shai kunijia. Mimi maskani nimekaa pia sana tu na nikafanya mambo mengi sana pale maskani. Lakini Mungu alinikumbuka na akanipatia nafasi mpya. Nikasema kwamba let me use this chance to prove kwa yule mtu ambaye alikuwa na lengo la kumkatisha tamaa Getana na kijana mwingine. Mimi struggle zangu nimeziamini, alafu nikamweka Mungu mbele. Alafu kabisa naweza sema ni bidii. Kwa kila kitu ninachokifanya nimehakikisha kwamba naweka bidii. Alafu mimi ni kati ya watu ambaye kadri ninavyofaulu kusonga mbele, hao watu wa nyuma wasipende kuwazungumzia sana. Kwa sababu mimi wanaamini siku zote hauwezi ishi na mtu kutoka mwanzo wa maisha yako mpaka mwisho wa maisha yako. Kuna baadhi ya watu huletwa katika maisha yako kwa malengo kukupatia somo tu, ili uweze kupambania maisha yako ya baadaye. Kwa hiyo mara nyingi unapopiga hatua, jaribu kufuta kana kwamba huko nyuma kuna kitu kilifanyika, ili uweze kuconcentrate na mbele. Ndio maana watu wengi wanakuambia focus. Once you focus, everything will be fine. Wow. Yes. Thank you so much. Umemsikia msara nzito kutoka kwa kijana ambaye amepitia mengi. Na imani pia wewe mengi yanakusumbua, mengi yanakutatiza. Lakini pita pale katika page zake za Facebook @Getana Ramadhan. Nenda pale mtaani, tafuta page ambayo imeandikwa Digital Mtaani. Fika pale na pia usisahau kusubscribe, kumfollow, kwa sababu hapo utapata mafunzo chanya ambayo yatakufanya wewe kuweza connect dots katika maisha yako. Amini kwamba kuna kale ka sauti daily mimi nakukumbusha nikikwambia. Kakikwambia fanya hivi, fuata hako. Hiyo ndio sauti pekee ambayo itakuongoza katika maisha yako. Kitu cha mwisho, kuwa mvumilivu, jiamini, pambana na amini hakuna lolote zuri ama baya linatoka katika maisha yako kama Mungu hajapitisha. Achafue, aongee zuri kukuhusu, isikusumbue lako, pambania hali zako na imani utatoboa. Thank you so much. That has been our time. Na tumeshukuru. Thank you so much bro. Nimeshukuru bro. Asante sana.